Ushindi. Leo ni siku ya furaha. Nashangaa mnaisikia kama mna njaa. Msijali, jikoni wanasababisha mambo. Ushindi. Nisikie makofi mengi na vigelegele kwa ajili ya sherehe ya vijana. Mna furaha. Mna amani. Tumshangilie Yesu. Amina. Tuketi. Nataka nione furaha leo. Unajua kuna sababu ya kuwepo leo. Leo ni siku ya furaha. Bwana ametupa kibali tena vijana kuwepo nyumbani mwake kuifanya sherehe. Jina la Bwana libarikiwe. Nitakwenda kuomba kwa ajili ya neno la siku ya leo, ili Roho Mtakatifu akatusaidie. Tufumbe macho. Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu wa mbinguni, Mungu uishe mahali pa juu sana. Tunashukuru kwa ajili ya siku hii ya leo, tunashukuru kwa ajili ya nyakati hii Bwana. Tazama umechagua wasaa wako na nyakati zako Bwana, sawa sawa na alivyo mapenzi yako. Yesu, tunapokwenda kupata neno la leo, chakula cha roho, tumeshapata vyakula vya mwili vingi Bwana, sasa tunakwenda kupata chakula cha roho. Yesu, katufungulie sawa sawa na alivyo fadhili zako. Yesu, katufungulie sawa sawa na alivyo fadhili zako Bwana. Ukatupe nguvu, kasikie sawa sawa na alivyo mapenzi yako. Utufanye tuelewe Bwana kwa ajili ya neno lako. Roho Mtakatifu ukawepo mahali hapa, ukanifundishe sasa neno mapenzi yako. Nisitamke mimi neno lolote, bali ukawe wewe Roho Mtakatifu. Ukanipe nguvu za kuanza na kumaliza salama, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Ushindi. Ushindi. Somo letu la leo linahusu vijana kama ilivyo siku yenyewe. Leo ni siku ya vijana, tuna nguvu. Neno la leo au somo la leo linasema kijana ijue sababu ya kuchaguliwa au kupewa kibali na Mungu. Kijana ijue sababu ya kuchaguliwa au kupewa kibali na Mungu. Kijana ijue sababu ya kuchaguliwa au kupewa kibali na Mungu. Kama tayari, naomba tuseme wote kichwa chetu cha somo. Sijasikia jamani, mbona nasikia mtu mmoja, nasikia vikohozi. Amina. Zipo sababu nyingi za sisi kuwa nyumbani mwa Bwana. Zipo sababu nyingi za kuwa nyumbani mwa Bwana, tupo sababu nyingi za kuwa nyumbani mwa ushindi. Kuna sababu mpaka tumefika hapa tulipo. Kila mtu alikuwa sehemu tofauti tofauti na mahali hapa, lakini Bwana akatuita kwa namna ya tofauti mpaka tumefika mahali hapa. Nadhani wengi humu tuliomo tumetoka kwenye nyumba tofauti, madhehebu tofauti, makabila tofauti, lakini leo tumekutana katika nyumba ya ushindi kwa kusudi la Mungu. Hakuna aliyekuja kwa Bwana bila Bwana mwenyewe kumuita. Yaani kila mtu ana sababu na nia ya kuwa mahali hapa. Nakumbuka mimi wakati nakuja mahali hapa ilikuwepo sababu ya mpaka kuja mahali hapa. Ilikuwa 2021. Nilikutana na mtu akanishuhudia habari za Yesu kupitia madhabahu ya kanisa la Yesu ni Mshindi. Nami nikasema hebu ngoja nikazishuhudie sababu za kuwepo huyu mtu kwenye ile madhabahu. Nikaja kweli Mungu akanifanyia mambo yaliyo makuu sana ambayo hayawezi hata kuelezeka. Nikieleza hapa ni kama ukurasa mzima na ni makurasa, ni kitabu. Lakini Bwana akaleta sababu mpaka nimekaa na kabaki hapa nyumbani mwa Bwana. Naamini na nyie pia mna sababu. Naomba tusome Mika 5 mstari wa 2. Mika 5 mstari wa 2. Aliye tayari naomba nisomee.
Mika sura ya 5 mstari wa 2, Mungu anasema, bali wewe Bethlehem Efrata uliye ndogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Tunaona Mika 5 mstari wa 7 unasema, bali wewe uliye mdogo, Mungu aliamua kuchagua kwa walio wadogo kuwafanya wawe wakubwa, na wenye nguvu wakawekwa kuwa dhaifu. Kwa hiyo kama vijana anasema vijana ni kanisa. Kama vijana ambao tuna nguvu kwenye kanisa, maana kuna watoto ndo vijana wajao, au watoto ni tegemeo la kanisa. Alafu kuna vijana ambao tupo sasa, ni wakati wetu kufanya jambo ambalo sababu au kusudi Mungu aliyotuweka hapa. Kwa mfano, kuna vijana wamechaguliwa kwa ajili ya kuimba, kuna vijana wamechaguliwa kwa ajili ya kuhudumu, kuna vijana wamechaguliwa kwa ajili ya kufanya vitu mbalimbali katika kanisa. Inapofika wakati wako, kama Mungu amekuweka sehemu au mahali ili ufanye kazi fulani, inabidi utambue unafanya nini. Utoe muda wako, utoe wakati wako, utoe kila kitu ili ufanye kitu ambacho Mungu amekuweka mahali hapo. Mungu akikuchagua anakupa nafasi ya kufanya jambo fulani. Kwa hiyo tunatakiwa tujisimamie na kufanya jambo linalompendeza Mungu, kwa ajili ametupa sababu ya kuwepo madhabahuni pake. Ningependa kusoma kitabu cha Esther, ambacho watu wengi nadhani wanakifahamu. Kitabu cha Esther ni kijana aliyechaguliwa na Mungu, akamweka mahali hapo ili kufanya sababu la Wayahudi kuokolewa. Maana huenda mpaka tusingekuwa tunawasema Wayahudi, huenda wangeuawa wote, wangepotea. Naomba aliye tayari anisomee Esther kitabu cha 2 mstari wa 15 hadi 17. Esther 2:15 hadi 17. Aliye tayari naomba nisomee. Esther sura ya 2 mstari wa 15 hadi 17. Mungu anasema, hata ilipoadia zamu yake Esther binti ya Binaheli, mjomba wake Mordekai, ambaye alimtoa kuwa binti yake ili aingie kwa mfalme, yeye hakutaka kitu ila vile vilivyoagizwa na Hegai msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda wanawake. Naye huyo Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomuona. Basi Esther alipelekwa kwa mfalme Ahasuero katika nyumba ya kifalme mwezi wa 10, ndio mwezi wa Tebethi, mwaka wa 7 wa kumiliki kwake. 17. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Amen. Tunaona Esther alikuwa ni binti ambaye alikuwa amefiwa wazazi wake wote wawili. Mungu akamsaidia mjomba wake, akaona amlee Esther. Kwenye kumlea Esther, mjomba wake Mordekai akaona amlee Esther. Kwenye kumlea Esther, Mungu akaamua kumpa kibali Esther. Wakati mfalme alipoona mke wake wa kwanza yule ana mambo yasiyompendeza, akaona agize mabikira katika mji wote waletwe ili ajitwalie mke. Kwa hiyo Mungu akaona amweke Esther pale. Walikopo watu wengi, mabinti wengi, lakini Mungu akampa kibali Esther ili awepo pale kama mke wa mfalme. Na kibali chake Esther kilisaidia wakaweza kusaidiwa Wayahudi, wakaendelea kuwepo. Maana bila Esther tuseme kuwa mke wa mfalme, huenda wakina Mordekai na Wayahudi wengine wote wangefanya nini? Wangeuawa. Ndivyo hivyo kijana wa leo, uwepo katika kanisa, uwepo katika jamii, wewe kuwepo mahali fulani au sehemu fulani kuna sababu. Aidha ni kusaidia watu au kuvusha watu au kuokoa jambo fulani ambalo liko mbele yako. Kuna wakati mmoja kuna mtu akaniambia nimeenda msibani, ila nimefika msibani mtu mmoja akaniambia
Yaani huyu aliyefariki marehemu alikuwa hana imani kabisa. Alikuwa hana imani, na alipokuwa hana imani hakuwa anaabudu sehemu yoyote. Lakini alipotaka kufa aliugua ghafla. Alipougua ghafla akataka kufariki, akasema kichwa kinaniuma sana, akamwambia mke wake, "Nenda sehemu fulani ukamwambia mtu fulani nimezidiwa." Baadaye akamwambia mke wake, "Usiende tena. Unapoenda huko ni sawa na kazi bure tu, tumuombe Mungu anisaidie. Leo wamenizidia." Yule mtu akasema, akatokea mtu akapita nje. Alipopita nje akamuita huyo mama wa kwenye nyumba, akamuita huyo mtu aliyopita nje. Akamwambia, "Mume wangu amezidiwa sana leo. Hebu njoo." Alipofika akamwambia, "Unamwamini Mungu?" Akasema, "Hapana, sisi tumeishi maisha yetu ya ndoa na mume wangu. Wameoana kimila. Tumeishi maisha yetu ya ndoa tukijua kwamba mila zetu au kabila letu ndio kila kitu." Akamwambia, "Sasa huna pengine pa kukimbilia zaidi ya Mungu awasaidie. Huyu mtu hawezi kupona, lakini tumuombee Mungu hata apokelewe salama." Kwa hiyo yule mtu alifanyika kama sababu, au niseme ni kibali cha kumsaidia yule aliyokuwa anakwenda kuhitimisha. Unasema Mungu anaangalia mwisho kuliko mwanzo. Kwenda kuhitimisha maisha yake ya ubinadamu. Alisikia hata neno la Mungu kwamba Mungu yupo, hata kama haitatokea umepona, ila Mungu yupo. Kwa hiyo amesaidia hata wale waliobaki na uhai kujua kwamba tusiishi kwenye makabila yetu au mipangilio yetu, tuishi kwenye kusudi la nani? La Mungu. Kwa hiyo wote tunajua kuwepo mahali fulani ni sababu na ni kibali Mungu ametupa ili kuwavusha watu wengine. Ningependa kusoma Hesabu 27:15 hadi 20. Aliye tayari naomba atusomee. Hesabu 27:15 hadi 20. Hesabu 27:15 hadi 20. Inasema, Musa akanena na Bwana akisema, "Bwana Mungu wa roho za wenye mwili wote na aweke mtu juu ya mkutano, atakayetoka mbele yao na kuingia mbele yao, atakayewaongoza watokapo na kuwaleta ndani, ili mkutano wa Bwana wasiwe kama kondoo wasio na mchungaji." Bwana akamwambia Musa, "Mtoe Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake, ukamwekee mkono wako, kisha ukamweke mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya mkutano wote, ukampe mausia mbele ya macho yao. Nawe utaweka juu yake sehemu ya heshima yako, ili mkutano wote wa wana wa Israeli wapate kutii." Amen. Tunaona Musa ilikuwa ni wakati wake ambao tuseme wakati wake unapita. Kwa hiyo akawepo nani? Haruni. Akawepo Yoshua, ambaye Mungu alimweka mahali pale ili awasaidie kuwavusha wana wa Israeli. Sababu la yeye kuwepo pale ni kusaidia watu wavushwe kutokana na walikokuwa wanafanya nini? Wanakwenda, au kwa yale waliokuwa wanayapitia. Kwa sababu za kuwepo kwenye nyumba ya Mungu zifahamike na ziheshimike kwa vijana. Kwa sababu ujana ni wakati unaopita, ni wakati ambao haudumu. Kwa hiyo kama ni wakati unaopita, ufanye jambo au uweke sababu ya wewe kukumbuka kwenye ujana wako ulifanya kitu gani ambacho kinasaidia watu kuwavusha au kuwaondoa kwenye jambo fulani. Leo una nguvu za kuweza, unaamka asubuhi, unapita, unaenda wapi, lakini Mungu anaweza kaamua ndani ya ujana huo akaukatisha ujana wako, akakupa hata ulemavu au akakupa hata magonjwa, kwa sababu amekupa kazi yake ya kufanya, hujaifanya kwa wakati au hujaifanya anavyotaka yeye. Amekuchagua wewe kama kijana umtumikie, ujue sababu ya wewe kuwepo kwake. Ujue sababu ya wewe kuwepo nyumbani mwa Mungu vijana. Mjitambue, mjipende, mpeshimu watu wote kwa lika lote. Maana wanasema ujana ndio lika pekee linaloweza kumfanya mtu akawa na kujibeba au kujikweza kwa namna yoyote. Akajisahau yeye ni nani, akajipoteza kabisa. Vijana wako wengi sana wanapoteza malengo yao, wanapoteza maisha yao kwa sababu ya vitu vidogo vidogo tu.
vinamfanya ajitambue yeye ni wa muhimu kuliko vitu vingine. Kumbe Mungu ndo wa muhimu kuliko maisha yako. Jipende, jitambue, jiheshimu, jijali. Uwe na utii kwa kila mtu. Uwe na utii kwa sauti ya Mungu. Nyumbani kwenu unakoishi ukawatii watu. Hali ya makozi kila mtu anaitambua. Mtu anakuambia unaona hichi kitu unaenenda, sio kizuri. Huu ni ujana, utakupotezea muda. Unasema huyu wapi, ni mshamba, hajui jambo lolote. Mimi ndo najua. Huyu ni wa kizamani. Mimi ni wa kisasa, ataniambia nini? Ila ukumbuke huyu anayekuambia na yeye alikuwa wa kisasa kwa wakati wake. Huu ni wakati wake ujana umepita, umekuja wakati wake wa uzeni kukushauri wewe. Usipopokea busara za mtu anapokukataza jambo, hautamheshimu hata Mungu. Huwezi kumheshimu labda mzazi wako amekukataza kitu, au huwezi kumheshimu hata mkubwa wako yoyote yule, baba yako wa kiroho, mama yako wa kiroho, watu watumishi wa Mungu, au hata jamii nyingine nao kuzunguka, majirani wanakukataza jambo fulani yeye haifai kabisa. Ila wewe unachukulia tu wataniambia nini, hao walishapita na wakati wao. Mimi wakati wangu ni sasa. Mimi ni mzuri. Mimi ni nini? Wanasema hata bibi au babu wote walikuwa vijana na wote walikuwa wazuri. Usipojitambua utakuja uzee usiofaa, utakuwa unasema siku hizi wazee wa hovyo. Unao walikuwa vijana wa hovyo mpaka wakazeeka wakawa wazee wa hovyo. Hawakupanga kuwa wazee wa hovyo. Ujana wao wa hovyo ndio uliwatoa kuwapeleka kwenye uzee wa hovyo. Wameshindwa kubalance mambo. Kwa hiyo tujitambue vijana. Kwa malika yetu tujielewe. Amina. Napenda kurudia tena ile neno la Esther 8 mstari wa 4 mpaka wa 6. Tuone sababu ya Esther kuwekwa pale kwa mfalme ilikuwa ni nini. Zipo sababu nyingi sana za kuwa nyumbani mwa Bwana. Unaweza ukasema mimi ni kijana nitamwimbia tu Mungu. Kumbe Mungu amepanga usimwimbie. Ukafanye kazi madhabahuni pake. Kazi yako iwe kama alivyotupambia kijana mwenzetu. Papambwe madhabahuni papendeze. Au ufanye usafi, kanisa lipendeze, watu wakija kuabudu wawe wanapita sehemu nzuri. Kuna mama mmoja aliniambia, mimi niliwahi kuwa na tatizo fulani kwa watoto wangu. Nikaenda nikafanya usafi, nilikuwa nafanya usafi madhabahuni, akamuelezea mtumishi wa Mungu. Asa mimi nimechoka, kuna mtoto wangu fulani hasikii sana. Yaani kila ninavyomwambia hatambui kabisa lolote ninalomwambia, ananidharau. Basi yule mama mtumishi wa Mungu naye Roho Mtakatifu akamfungua akamwambia, mkumbushe Mungu unamfanyiaga nini? Yeye akasema mimi sijawahi kujenga, sijawahi kununua simenti, sijawahi kuchangia sijui kanisa lifanye, lakini mimi huko kitu ninachokifanya kanisani ni kufanya usafi tu. Akamwambia basi mwambie Mungu amsafishe mtoto wako kama wewe unaposafisha nyumba yake watu wanaingia wanaiona safi. Na Mungu akamsaidia. Amen. Uone ni sababu nzuri sana kwa Mungu. Amen. So lazima kila kitu kiendelee na unavyotaka wewe. Vitu vingine unaangalia tu kitu gani kiko sawa. Ili vitambani vichafu ngoja nikavifue. Yaani umtumikie Mungu kwa namna ya tofauti ambayo watu walizani kwamba huyu atakuwa anaimba au huyu atakuwa anafanya hiki au huyu atakuwa mtoaji sana. Naomba tusome Esther 8 mstari wa 4 hadi wa 6. Esther sura 8 mstari wa 4 hadi wa 6. Ndio. Nasema, ndipo mfalme alipomnyoshea Esther fimbo yake ya dhahabu, basi Esther akaondoka akasimama mbele ya mfalme. Akasema, mfalme akiona vema, nami nikiwa nimepata kibali machoni pake, na neno likionekana jema mbele ya mfalme, nami nikimpendeza machoni pake, iandikwe kuzitangua barua za Hamani bini Hamedatha Mwagagi alizotunga na kuziandika ili kuangamiza Wayahudi walioko katika majimbo yote ya mfalme. Kwa maana niwezeje kuyaona mabaya yatakayowajia watu wangu, au niwezeje kuyatazama maangamizo ya jamaa zangu? Amina. Tunaona Esther alipata kibali machoni pa mfalme, akawa mke wa mfalme. Kazi iliyomweka Esther pale sio kuwa mke wa mfalme tu, bali ni kuwaokoa watu wake, watu wa kabila lake, yani Wayahudi ambao walikuwa wameamuliwa kuuawa wasiwepo. Maana Mordekai kama angeuawa kana kwamba na Wayahudi wasingefanya nini? Wasingekuwepo pia. Lakini Mungu akampa kibali Esther ili kuwatetea watu wake. Yeye akiwa kama binti, wala hakuwa malkia mkubwa hivyo, ila alikuwa kama binti ambaye alikuwa amechukuliwa na mfalme kuolewa.
akasimama kwa kilichopewa na Mungu ili kuwasaidia watu wake. Kilichompa Esther kuwasaidia watu wake ni kupata kibali na kutambua kusudi lake la yeye kuwa pale. Angeweza kusema, watauawa wengine, mimi nitabaki kwa sababu mimi ni mke wa mfalme, siwezi kufanya nini? Siwezi kuoa, sheria hainipati. Lakini alijua kabisa, mimi hapa nimewekwa ni kwa sababu ya hawa walioko nyuma yangu, sio mimi. Ni hawa walioko nyuma yangu wanategemea mimi niwe kama msemaji wao, ili mimi niwe kama mtu ambaye nitawasaidia watoke hapo walipo kwenye hilo janga ambalo tunawakuta la amani aliyokuwa amewaandalia kwamba Mordekai auawe. Esther akaongea na mfalme naye akakubali. Akaweza kutoa hilo shauri la Wayahudi kufanya nini? Badala yake kibao kikamgeukia yule adui aliyokuwa ameweza kuinuka ili Mordekai na Wayahudi wafanye nini? Wauawe. Kwa hiyo binti, kijana, tambua nafasi yako ya kuwepo kwenye familia yenu, kuwepo kwenye jamii yenu. Mtakaoenda kuolewa au mnaotarajia kuolewa, utambue nafasi ya wewe kuolewa, au utambue nafasi ya wewe kuwa mama Mungu atakapokufungulia njia, au utambue nafasi ya wewe kwenda kwenye ile familia ambayo unakwenda kuolewa au kuwepo pale. Ujue umeenda pale sio kwa ajili ya kumwambia mume wako, yaani mimi mama yako namuona kama hafai, ni mchawi. Huwezi kumwambia mtu mama yake mchawi akakubali. Mwisho wa siku mtazoa mizozo. Ili wewe umewekwa pale kuharibu ule uchawi kwa kuwa wewe ni mwana ushindi. Amechukua kijana wa ushindi akaolewe na mtu fulani ili kuharibu vile vilivyoko pale, akijua kwamba huyu ni mshindi. Lazima haya mambo yatafanya nini? Yataharibika kupitia yeye. Kwa hiyo tumuombe Mungu sana atusaidie tunapokwenda sehemu yote, tunapokanyaga. Hata wanafunzi, vijana, kuna vijana wanasoma hapa wako vyuo. Chuoni ulikopelekwa kuna watu wana tabia za tofauti. Upo kwa ajili ya kushuhudia watu. Jamani kijana mwenzangu, wewe unajua hii maendeleo tunayoenda ni ya muda. Ujana unapita. Sisi tuna maisha yetu huko mbeleni. Kwa hiyo tujiandae kupitia Yesu, na maisha yetu bila Yesu ni bure. Unamwambia mtu au unajua unapoongea maneno mtu achukui maneno mengi, anachukua neno moja. Ulimwambia tu hapa tulipo sasa hivi ni ujana, unafanya nini? Unapita. Yesu yupo, atatusaidia, atatuongoza. Hata tukija huko mbeleni hatutakuwa vijana wa ovyo au wazee wa ovyo. Tutakuwa wazee wenye hekima ya kimungu. Atatambua hivi kumbe kuna hekima ya kimungu. Yesu yupo kwa ajili ya kutupa hekima. Ataacha anayoyafanya, atasema fulani leo kuniambia. Mwisho siku atakuuliza, kijana mwenzangu unaabudu wapi? Wewe utamwambia mimi ni mwana ushindi. Tupo Nyasaka. Atakuja kushinda na yeye. Mungu ameongeza watu wake garani. Amen. Jina la Bwana nalo linatukuzwa. Mungu anahimidiwa. Sifa zinamkuta nyingi. Nao wanapata baraka tele kupitia ushuhuda uliompa wewe kama kijana. Amen. Kama siku ya leo. Nashangaa vijana wenzangu hawaja-invite watu. Kuna shida gani? Mtu anatakiwa alikwe. Kama hivi siku hizi za sherehe ndio watu wanakujaga. Jamani huko kanisani kwetu tuna sherehe ya sisi vijana. Twende tukajifunze neno la Mungu, tukafurahi kwa pamoja. Ukipendezwa, so ukipendezwa, Mungu anapokuja hapa anapendezwa na huyo mtu aliyokuja hapa. Mungu mwenyewe atamfunga miguu yake. Ataweka wavu kwenye miguu yake. Kwenye Ayubu inasema anakabata kisigino chake na nyavu zake atamweka hapa kama zabauni abaki. Amen. Mwisho siku atakao anakuja kushinda, Mungu anasema huyu ili ni zao la fulani ili ni zao la fulani ili. Unapozalisha watu kwenye ibada, kwenye kanisa, na wewe utazalisha mambo yako yataendelea kuzaa. Jina la Bwana libarikiwe. Ushindi. Ningependa kumaliza na neno la Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza mstari wa kwanza. Sura ya kwanza mstari wa 30 hadi 31. Wakorintho wa kwanza sura ya 30 Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30 hadi 31. Mungu linasema, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanya kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi, kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na haona fahari juu ya Bwana. Amen. Amina. Kama hilo linavyosema, nitarudia kusoma.
bali kwa yeye nyinyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu. Yaani kupitia Yesu au kupitia tuseme madhabahu ya ushindi imetuleta mpaka kwa Yesu. Tumesikia kanisa la ushindi, tukaja tukaone hapo ushindi kuna nini? Tumefika tukakutana na Yesu, akatusaidia. Kupitia mtumishi wake pastor wetu kiongozi Fabian akatusaidia, tukasema kweli Mungu yupo. Mungu anasaidia, Mungu anaokoa. Akatupa kibali, tumekuja nyumbani mwake. Kwa kupitia katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki. Tukapewa hekima, wanasema kwenye hekima kuna haki. Ukishapewa hekima lazima uwe na haki. Kwa sababu utakuwa unafanya vitu bila kukurupuka, unachambua mambo. Na utakatifu na ukombozi. Kupitia hii madhabahu ya ushindi. Wote tunaamini tutaenda mbinguni. Kuna mtu anasema ataenda jehanamu. Kwa kutaka kwenda mbinguni lazima uweje? Mtakatifu, sio tajiri. Utajiri upo na hapa ushindi tunao. Ila utakatifu tunao. Wote tutaenda mbinguni. Wote na iwe hivyo. Isibadilike. Na ukombozi. Tunakombolewa kwenye mavifungo ya huko tulikotoka. Huko tulikopita huko tukapata mavifungo mengi, maana kila mtu anaijua njia yake. Kila mtu anaijua njia yake. Huko tulikotoka huko ndio kuna mavifungo, sijui kuna maagano, tumekuja nayo yote hapa wa. Kwa hiyo tumekuja hapa kukombolewa au kuokolewa. Na Mungu atusaidie tukaokolewe kweli. Na tunazidi kuokolewa kila siku mpaka na vizazi vyetu. Kusudi mstari wa 31, kusudi kama ilivyoandikwa. Yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Kusudi kama ilivyoandikwa. Ushindi ni wa nini? Yesu ni mshindi. Yeye ni nani? Na kila mwenye mwili. Sasa hilo ndio kusudi ambalo sisi tuko hapa. Ili kuyashinda yote tulikuwa tumetoka nayo huko. Tumekuja kukombolewa, tumepata kusudi la wapi? La kuwa mahali hapa. Na tusilipate sisi wenyewe, tuite na wengine. Wapo watu wana shida huko. Tusikose kuwashuhudia watu. Vijana, kushuhudia ni kazi yenu. Vijana mna nguvu. Hauwezi kumpandisha baba au mama milima huko, atarudi hapa mumkande maji. Ila kijana atapande milima, mabonde ashuke, avuke mito, bahari. Kwa kuwa yeye ameshaamliwa, kijana ana nini? Ana nguvu. Ana nguvu za kukusanya chochote kile. Ana nguvu za kushusha nyavu, kuvua vilivyoko huko chini vikapandishwa wapi? Juu. Kwa hiyo sisi tuna nguvu za kuzunguka huko, tunakokutana vioni, mashuleni, mitaani tunakoishi. Yaani sehemu tofauti tuna nguvu za kuwaleta watu, kuweka nyavu zetu ili kuzivuta hatimaye neno la Bwana lifanye nini? Litimie. Neno la ushindi litimie. Amina. Bwana ametupa sababu ya kuwepo siku hii ya leo. Napenda kumshukuru. Vijana mmependeza kabla sijamaliza. Wanasema yaliyopita si ndwele. Yaliyopita sio mbele kwa Waswahili. Ila kwa Mungu anasema mambo yote yanawezekana. Sisi ni waagano jipya. Vijana ni waagano jipya. Kwa hiyo tuwe waagano jipya kweli. Agano la kushinda, agano la yaani ufufuko tu ndio uwepo hapa. Sasa huo ufufuko unao kuwepo hapa, tulete watu wafufuke. Watu wamekufa huko wanatembea. Wako mtaani huko watu wamekata kauli kabisa. Unamwona mtu yupo kumbe sio mtu. Habari yako? Kimya. Habari yako? Hamna mtu hapo. Mshike bega, ndugu. Mshike mkono. Nasema siku washike bega, mshike mkono. Mwambie hebu twende. Tukamuone Mungu alivyo wa ajabu huku. Tunasikiaga tu stories za Mungu anaponya, anaokoa. Twende ukaone kwenye madhabahu ya ushindi Mungu anapobadilisha watu na kuwafanya watu wake. Mimi kila siku huwa nawaambia hata nyumbani kwetu, juzi tulikuwa tunakutana mkusanyiko, tulikutana kwa sababu ya kitu fulani kilitokea. Nikawa wakawa wananiambia hivi, yaani huyu ni fulani, amebadilika sana. Nikamwambia jamani, Yesu yupo, Yesu anaokoa,
Yesu anaponya. Uenda mimi ninayeniona leo hapa msingeniona kwa namna hii. Mjaona sana mimi mjini huko mnaita yule naye kale nabo nika nani? Lakini Mungu amebadilisha kale, ameweka huyu. Huyu ni nani? Na mimi nawaambia huyu ni mwana ushindi. Yesu yupo, anaokoa. Unasikia? Kwa hiyo siku hizo umeamua kuwa mlokole kabisa. So nimeamua kuwa mlokole tu, nimekuwa mwana ushindi. Mimi ni kijana wa Yesu jamani. Au mnasemaje? Wengi hapa wananifahamu, so wageni. Nilipokuja hapa na nilivyo ni sawa? Ni sawa? Hamuoni kama Yesu anatengeneza watu? Leteni watu nyumbani mwa Bwana watengenezwe na Yesu. Kama mimi nilivyotengenezwa na Yesu. Kuna msanii mmoja alisema amenitengeneza huyu baba. Mimi na mimi nasema baba amenitengeneza. Zamani nilikuwa ni mtu ambaye ukinigusa tu wanasema push to start. Ngine push to start. Lakini Mungu akasema mwana ushindi haenendi hivyo. Mwana ushindi ni mtulivu. Yaani haya mambo asili yangu ni hii. Hapana, tunaikataa kwa jina la Yesu. Asili yangu mimi ni ya Kristo Yesu. Aliyewekwa msalabani kwa ajili yangu mimi. Sio mtu mwingine, mimi. Kwa hiyo mimi asili yangu ni Kristo Yesu. Waliokuwa wakitegemea kwamba hapa tunaongea hili jambo, hapa tunafanya hili jambo, tutamwona Sofia, hapana. Sivyo. Mimi sio yule wa zamani. Ya kale yote yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Nimefanyika kuwa mwana. Tumshangilie Yesu kwa makofi mengi. Amen. Amina. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. Mmebarikiwa lakini kwanza kabla sijamaliza. Mmebarikiwa. Vijana mna nguvu. Vijana mna nguvu. Hebu nishangilie. Amina. Jamani, studio. Una ule wimbo amenitengeneza huyu baba? Amen. Atuwekee tumfurahie Yesu ametutengeneza jamani. Amina. Si mnakumbuka mwaka jana siku kama ya leo sherehe ilishindikana ila Yesu si ameamua leo jambo lile. Shetani ameweka vikona vingi akabadilisha mpaka tarehe 16 ikaja tarehe 23. Lakini Mungu akisema jambo langu litakuwa linafanya nini? Amina. Mungu ni mwaminifu. Amina. Au tuimbe. Studio naona leo mitambo yake inananilia yako tayari, atuwekea hata kwenye simu sasa tukaweke studio. Tufurahie. Leo ni siku ya furaha. Amina. Leo ni Christmas ya vijana. Amina. Sio leo tumevaa nguo mpya. Hamjui kama ni sikukuu, ukivaa nguo mpya ni sikukuu. Amen. Wana ushindi wote hata bado. Hata bado wana ushindi. Naona baba tayari yuko tayari. Kama kuna mtu baba yuko tayari hapa. Uanze mwanzo kabisa, ipo neema.
Haleluya. Haya, tusimame wote tucheze.